Rais Donald Trump amekutana na baraza lake la usalama kujadili uwezekano wa kuhusika kwa Marekani katika mzozo kati ya Israel na Iran. Awali, Rais Trump aliitaka Teheran ijisalimishe bila ya masharti. Mkutano huo uliofanyika ikulu ya White House uliendelea kwa takriban dakika 90 na kwa mujibu wa taarifa hakukuwa na makubaliano ya pamoja miongoni mwa washauri wa rais na wa masuala ya usalama. Skola Kisanga anaarifu zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump baada ya mkutano huo na baraza lake la usalama uliodumu kwa dakika 90 alizungumza pia na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Wakati huo huo, katika mfululizo wa ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alisema Iran haitakuwa tayari kufanya makubaliano na Israel, akiongeza kwamba vita ndio kwanza vimeanza, ambapo inasemekana kuwa ni kauli yake ya kwanza hadharani tangu Rais Donald Trump aseme Marekani haitamua kiongozi huyo walau kwa sasa. Kumeendelea mashambulizi zaidi ya Israel dhidi ya Iran katika siku ya 6 ya mzozo unaoendelea. Wakazi wa Tehran waliripoti milipuko katika mji mkuu wa Iran na katika jiji jirani la Karaj. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameonya kwamba jaribio lolote la kutaka kubadilisha utawala nchini Iran litasababisha machafuko zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye mkutano wa G7 nchini Canada, alielezea matumaini yake kwamba Marekani huenda itaanzisha tena mazungumzo ya kidiplomasia. Naamini kosa kubwa litakalofanyika leo ni kubadilisha utawala nchini Iran kwa kupitia jeshi, kwa sababu hilo litaleta machafuko zaidi. Kwa hiyo jukumu letu ni kuanzisha mazungumzo mapema iwezekanavyo kuhusu namna ya kukabiliana na masuala ya mpango wa nyuklia. Naye rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anamshutumu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuwa ni tishio kubwa zaidi kwa usalama wa kikanda. Ni taarifa yake Skola Kisanga.